Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Watu 64 wameuawa kwenye ukanda wa Gaza usiku wa kuamkia leo. Wawakilishi wa Urusi na Ukraine wanatarajiwa kuanza mazungumzo mchana huu nchini Uturuki. Na rais wa Marekani amehitimisha ziara yake kwenye mataifa matatu ya Ghuba. Habari kamili. Gaza. Karibu watu 64 wameuawa kutokana na mashambulizi ya Israel ndani ya ukanda wa Gaza usiku wa kuamkia leo, katika wakati shinikizo linaongezeka kwa Israel kufungua njia za kupelekwa misaada ya kiutu kwenye ardhi hiyo ndogo ya Wapalestina. Shirika la huduma za kiraia la ukanda wa Gaza limesema Israel imelenga makazi ya watu upande wa kaskazini na kusababisha idadi hiyo ya vifo na kuwajeruhi makumi wengine ikiwemo wanawake na watoto. Hayo yamearifiwa wakati Marekani iliyo mshirika wa karibu wa Israel imeelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya hali ya kiutu kwenye ukanda wa Gaza. Rais Donald Trump amekiri kwa mara ya kwanza kwamba watu wa Gaza wanataabika kwa njaa na kuahidi kuwa Washington inafuatilia kwa karibu hali hiyo na itaishughulikia. Katika siku za hivi karibuni, mashirika kadhaa ya kimataifa yameonya kuwa ukosefu wa chakula kwenye eneo hilo umefikia kiwango kisicho mithili na kutoa rai kwa Israel iruhusu misaada ya kiutu kuingia kwa wingi ndani ya ukanda wa Gaza. Istanbul. Wajumbe wa Urusi na Ukraine wako mjini Istanbul, Uturuki, na hii leo wanatazamiwa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana ya kumaliza vita vya zaidi ya miaka mitatu. Matarajio ya kupatikana mwafaka kwenye mazungumzo hayo ni madogo, hasa baada ya Rais Vladimir Putin kukataa wito wa mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky wa kufanya mkutano wa ngazi ya marais nchini Uturuki. Badala yake Putin, ambaye ndiye alitoa pendekezo la mazungumzo hayo mjini Istanbul, ameutuma ujumbe wa ngazi ya chini unaongozwa na mshauri wake wa masuala ya siasa. Hayo yatakuwa mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya pande hizo mbili tangu yalipovunjika mengine yaliyofanyika Uturuki mnamo wiki za mwanzo za uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mwaka 2022. Kiev iliondoka kwenye mazungumzo haya ya awali ikipinga matakwa ya Urusi, ikiwemo kuilazimisha iachane na mipango ya kujiunga na jumuiya ya kujihami NATO pamoja na kupunguza ukubwa wa jeshi lake. Abu Dhabi. Rais Donald Trump wa Marekani anarejea nyumbani leo akitokea Umoja wa Falme za Kiarabu baada ya kuhitimisha ziara yake mataifa matatu ya Ghuba ambayo mwenyewe anasema imeimarisha nafasi Washington kwenye kanda hiyo na ulimwenguni. Mapema leo asubuhi, Trump na mwenyeji wake Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan walikuwa na mkutano na viongozi wa makampuni makubwa ya biashara kutoka sekta za afya, usafiri wa anga na nishati mjini Abu Dhabi. Trump anaondoka kwenye kanda hiyo akiwa ametiliana saini mikataba ya kibiashara yenye thamani ya karibu dola trilioni 4, ikiwemo uwekezaji wa dola trilioni 1.4 uliotangazwa na Umoja wa Falme za Kiarabu jana Alhamis. Mapema wiki hii Trump alitembelea Saudi Arabia na baadaye Qatar katika ziara iliyotoa maji wa masuala ya uwekezaji na hali ya usalama kwenye kanda ya Mashariki ya Kati. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Vatican. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa mwito leo wa kuheshimiwa utu wa wahamiaji kote ulimwenguni na kuyarai mataifa kusitisha uundaji silaha na badala yake yapigie debe juhudi za kuwepo amani. Papa Leo ametoa matamshi hayo kwenye hotuba yake mbele ya mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao kwenye makao makuu ya kanisa Katoliki mjini Vatican. Hotuba hiyo ilijikita kwenye masuala ya amani, haki, uhuru wa kuabudu na umuhimu wa diplomasia. Kiongozi huyu wa kanisa ambaye asili yake ni Marekani lakini ameishi kwa muda mrefu nchini Peru, amesema ni muhimu kuwaonyesha huruma na mshikamano watu waliopoteza makazi na wale wanaotafuta hifadhi maeneo mengine. Kwenye hotuba hiyo, Papa Leo pia amegusia masuala ya jamii kama msimamo wa kanisa dhidi ya utoaji mimba na wajibu wake kwenye kukemea uovu. Luanda. Rais wa zamani wa Gabon, Ali Bongo Ondimba, pamoja na familia yake wameachiwa kutoka kizuizini na wamewasili kwenye mji mkuu wa Angola, Luanda, leo Ijumaa.
Hayo yameelezwa na ofisi ya rais wa Angola kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa rasmi wa Facebook, ikiambatana na picha zinazomuonesha Bongo akikaribishwa kwenye uwanja wa ndege mjini Luanda. Imesema kuachiwa kwake kunafuatia mazungumzo kati ya Rais Joao Lourenço wa Angola na kiongozi mpya wa Gabon Brice Nguema. Bongo, ambaye familia yake ilitawala Gabon kwa miaka 55, aliondolewa madarakani kwa mapinduzi ya kijeshi Agosti 2023. Tangu wakati huo, yeye, mkewe na mtoto wao wa kiume walikuwa katika kizuizi cha nyumbani kwenye mji mkuu Libreville kwa tuhuma za ubadhirifu wa fedha za umma. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Na msikilizaji, aliyekusomea habari za ulimwengu ni Rashid Chilumba. Wawakilishi wa Urusi na Ukraine, kama ulivyomsikia, wanatarajia kukutana hii leo mjini Istanbul kujadili namna ya kuvimaliza vita. Wapalestina 120 wameuawa kwenye ukanda wa Gaza, na baraza la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekutana kujadili hatma ya rais wa zamani Joseph Kabila. Msikilizaji, kama ulivyo utaratibu wa matangazo haya, unayo nafasi ya kushiriki kwa hoja yako moja kwa moja au jumbe. Ututumie tu kwenye ukurasa wetu wa Facebook na ule wa Instagram pamoja na katika chaneli yetu ya YouTube. Moja kwa moja, wawakilishi wa Urusi na Ukraine wanatarajiwa kukutana hii leo mjini Istanbul kujadili namna ya kuvimaliza vita, lakini matumaini ya kupatikana suluhu ya amani katika mazungumzo hayo huko Uturuki ni madogo mno. Bakari Ubena anasimulia zaidi. Mazungumzo hayo ambayo ni ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine tangu mwaka 2022 yanafanyika kutokana na shinikizo la rais wa Marekani Donald Trump anayedhamiria kuvimaliza vita vibaya zaidi kuwahi kushuhudiwa barani Ulaya tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Wajumbe wa pande zote tayari wamewasili nchini Uturuki. Ujumbe wa Ukraine unaongozwa na waziri wa ulinzi Rustem Umerov na utakutana na ule wa Urusi unaoongozwa na Vladimir Medinsky ambaye ni msaidizi wa rais wa Urusi. Lakini kabla ya mazungumzo hayo yatakayofanyika katika jumba la kifahari la Dolmabahce, mawaziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha, wa Uturuki Hakan Fidan na wa Marekani Marco Rubio wamekutana kwa mazungumzo ya saa nzima. Baadaye wawakilishi wa Ukraine walikutana pia kwa mazungumzo na washirika wao wa magharibi kutoka mataifa ya Ujerumani, Ufaransa na Uingereza. Hata hivyo, matumaini ya kufikia mwafaka ni madogo mno, kama alivyoeleza waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, huku rais Donald Trump aliyeziarani katika nchi za Ghuba akisema hapo jana kuwa hatarajii kwamba hatua kubwa itafikiwa huko Istanbul hadi atakapokutana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Serikali ya Ukraine imesema ina mashaka na uwezo wa kuchukua hatua wa ujumbe wa Urusi uliotumwa kwenye mazungumzo hayo, ikiwataka kukanusha hilo kwa kuchukua hatua ya kuafiki mpango wa usitishwaji mapigano na kuanza rasmi kwa mazungumzo ya amani. Akiwasili mjini Tirana, Albania kushiriki mkutano wa viongozi wa Ulaya, katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte amesema Putin anapaswa kuonyesha nia thabiti ya kuvimaliza vita hivyo. Nadhani Putin amefanya kosa kwa kuleta ujumbe wa ngazi ya chini kwenye mazungumzo haya, ukiongozwa na mwanahistoria ambaye alikuwepo kwenye mazungumzo ya mwaka 2022. Ni wazi kwamba kwa sasa jukumu liko upande wake, yeye ndio anatakiwa achukue hatua. Anapaswa kuonyesha nia thabiti ya kutaka amani. Kwa hivyo nadhani shinikizo lote sasa liko kwa Putin. Maelfu ya watu wameuawa pande zote tangu Urusi ilipoivamia Ukraine Februari mwaka 2022, na kwa sasa Urusi inakalia karibu 20% ya ardhi ya Ukraine. Ni taarifa yake Bakari Ubena. Msikilizaji, baraza la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekutana kujadili hatma ya rais wa zamani Joseph Kabila na kuchunguza ombi la serikali la kuondoa kinga ya rais huyo wa zamani anayeshutumiwa kwa kushirikiana na Rwanda pamoja na waasi wa M23. Serikali imepanga kuanzisha mashtaka dhidi ya Kabila kwa makosa ya uhaini, huku chama chake kikipinga shutuma hizo na kuziita kuwa ni uzushi mtupu. Nimemkaribisha hapa studio Saleh Mwana Milongo ili atueleze kile kinachojiri huko Kinshasa. Yeye amekuwa akifuatilia. Kwanza Saleh, kikao hichi ambacho cha hivi karibuni cha Seneti kimefikia wapi?
Asante sana Sudi. Kikao cha jana kwenye baraza la Senate kimefikia na kimeafiki kuundwa kwa kamati maalum ya kutathmini ombi la mwendesha mashtaka mkuu wa kijeshi kutaka kinga ya Rais Kabila wa zamani iondolewe, na kamati hiyo imepewa siku 3 kutoa mapendekezo yake ambayo yatajadiliwa kwenye kikao maalum cha Senate, ambao watapiga kura ikiwa Kabila aondolewe kinga yake au hapana. Kwa hiyo ndio hatua iliyochukuliwa hivi sasa, lakini tume hiyo pia itapewa jukumu la kumsikiliza Kabila mwenyewe ili aweze kujitetea, lakini kwa bahati mbaya Kabila hayuko Kongo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Ni tuhuma zipi zinazotolewa na mwendesha mashtaka mkuu wa jeshi ili kutaka kinga ya Joseph Kabila iondolewe? Kuna tuhuma nyingi. Kwanza ni uhaini ambao wamesema Kabila amekuwa akiliunga mkono kundi la waasi wa M23 wanaungwa mkono pia na Rwanda kwa nguvu na mali. Na pia mwendesha mashtaka wa kijeshi amesema tuhuma nyingine ni kwamba moja ya washukiwa kwenye kesi hiyo ya kuunga mkono uasi huu ambaye alihukumiwa kifo na yuko kwenye gereza hapo mjini Kinshasa, Eric Nkunda ambaye ni mshirika wa zamani wa Corneille Nangaa, mkuu wa kundi la waasi, alimwambia mwendesha mashtaka kwamba aliwasikia Kabila na Nangaa wakizungumza kwa simu kuhusu njama ya mapinduzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo jana kwenye kikao cha Senate mwendesha mashtaka mkuu aliweza kuelezea na kutoa baadhi ya tuhuma nyingi ambazo zinamkabili Rais Kabila ikiwa kinga yake itatolewa aweze kufunguliwa mashitaka. Nangaa wa M23 imearifiwa kuwa maseneta wamegawanyika kuhusu taratibu unaotakiwa kufuata kabla ya kuondolewa kinga hiyo. Je, kuna uwezekano wowote watu hii kufikiwa? Bila shaka kikao cha jana kilionekana kuwa na joto kali pamoja na mvutano mkali kwenye kikao hicho, lakini baraza hilo lina wingi wa maseneta ni kutoka chama cha Rais Tshisekedi na hata kwenye baraza la bunge. Kwa hiyo uwezekano ni mkubwa kwamba ikiwa watapiga kura basi Senate inaweza kuondoa kinga kwa rais huyo wa zamani. Jibu fupi tu kwamba marais wa Rwanda na Kongo wameonyesha kuridhishwa na maendeleo ya mazungumzo yanayoendelea kule. Ni kipi kilichofikiwa hadi hivi sasa hadi kuonekane maridhiano hayo? Kwa mujibu wa mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Afrika Masad Bulosi ni kwamba marais hao waliweza kupewa rasimu ya mwisho iliyopendekezwa sasa na mpatanishi yani Marekani ili kuweza kufikia makubaliano, lakini hawakuweka wazi ni kipi kilichozungumzwa kwenye Shukran sana Salehe Mwana Milongo. Msikilizaji, chama kikuu cha upinzani nchini Ethiopia TPLF kimesema uamuzi wa tume ya uchaguzi wa nchi hiyo kukipiga marufuku na kitisho kikubwa kwa mchakato wa amani. Tume hiyo ilitangaza Jumatano hii kuwa chama hicho bado kilidhibiti siasa za Ethiopia kwa miaka 30 kuanzia mwaka 1991, kilijifutia usajili chenyewe kwa kushindwa kuitisha mkutano wake mkuu. Katika ripoti ifuatayo Daniel Gakuba anaarifu zaidi. Katika barua ya TPLF iliyotumwa kwa Umoja wa Afrika AU, chama hicho kimeutaka umoja huo kuiwekea shinikizo serikali ya Ethiopia ili isitekeleze marufuku iliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Kilisema marufuku hiyo inakipokonya haki ambayo kilipata katika makubaliano ya amani ya Pretoria na inautishia msingi wa mchakato wa amani. Aidha, TPLF imewataka wapatanishi wa makubaliano ya Pretoria kuitisha haraka mkutano wa dharura ili kutatua mzozo ulioibuka. Barua hiyo ya TPLF ambayo nakala zake zilisambazwa kwa wapatanishi hao ilisema katika utekelezaji wa makubaliano ya Pretoria yaliyohitimisha uasi wa Tigray, kila upande yani chama hicho na serikali ya Ethiopia uliutambua mwingine. Chama hicho cha ukombozi wa Tigray kinasema hivi sasa serikali ya Addis Ababa imevunja makubaliano hayo kwa kukivua TPLF hadhi yake ya kisheria. Mtaalamu wa masuala ya siasa na diplomasia kutoka Ethiopia ambaye alizungumza na idhaa hii kwa sharti la kutotajwa jina anasema hali inayojiri hivi sasa inazusha maswali mengi. Pande zote zilitambuana. Serikali ya shirikisho imeitambua TPLF kama chama. Serikali ilisema na kujua uko hai, hujafa na kuzikwa.
TPLF kilitambuliwa kama chama, sio kama serikali ya Tigray. Katika muktadha huo, TPLF imeitambua serikali ya shirikisho. Sasa yanayofanyika leo yanatia wasiwasi juu ya kitakachotokea kesho. Kama TPLF imekufa, bado makubaliano ya Pretoria yako hai, na je, mzozo huu utasababisha vita? Hali hii inaacha maswali mengi magumu. Mtaalamu huyo ameitolea wito jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa karibu tofauti hizi mpya zilizoibuka baina ya TPLF na serikali ya shirikisho ya Ethiopia ili kuepusha kuzizuia kukua na kugeuka mzozo mpana. Marufuku ya tume ya uchaguzi ya Ethiopia dhidi ya TPLF imefuatia mvutano wa kisiasa wa miezi kadhaa katika jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi, na imekuja takribani mwaka mmoja kabla uchaguzi mkuu utakaofanyika Juni mwaka kesho. Tayari chama hicho kilikuwa kimeonywa kwa kusimamishwa kwa muda wa miezi mitatu mwezi Februari na kuelezwa bayana kuwa kingefutiwa usajili kama kisingeweka sawa mambo yake katika kipindi hicho. Ingawa makubaliano ya Pretoria yalimaliza vita mwezi Novemba mwaka 2022, kumekuwapo manunguniko katika jimbo la Tigray yanayotokana na kutotekelezwa kwa masharti yake, mojawapo ikiwa ni kurejeshwa majumbani mwao zaidi ya watu milioni 1 ambao walifurushwa na vita na kugeuka wakimbizi wa ndani. DW tunavuma kwa kishindo. Mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Tanzania ambayo yamejihusisha sana na utetezi wa masuala ya amani, demokrasia na maendeleo yamezitaka mamlaka zinazosimamia sheria nchini humo kutosita kuwakamata na kuwachukulia hatua wahalifu wote wanaojihusisha na mtandao wa biashara haramu ya usafirishaji binadamu ndani na nje ya taifa hilo. Salma Mkalibala na taarifa ya kina. Hatua hiyo inatokana na kushamiri kwa biashara hiyo duniani ambayo inatajwa kushika nafasi ya 3 ikitanguliwa na biashara ya silaha na dawa za kulevya. Hapa nchini Tanzania, biashara haramu ya kusafirisha binadamu ndani ya nchi inatajwa kuwa kubwa zaidi ikilinganishwa na idadi ya Watanzania wanaosafirishwa kinyume cha sheria, huku 70% ya wahanga wa vitendo hivyo wakiwa ni vijana, wanawake na wasichana, kama anavyofafanua Edwin Mgambila, mkurugenzi wa shirika la Tanzania Relief Initiatives. Ishu ya usafirishaji haramu wa binadamu ni janga la kidunia kwa sababu wanaofanya biashara hii wanatengeneza zaidi ya dola za Marekani bilioni 150. Aidha, raia wa Tanzania wamekuwa wakiokolewa na ikibainishwa kuwa wahanga wakubwa wa biashara hii haramu ni wasichana na wanawake wanaokwenda kwenye nchi za Uarabuni, Asia na Ulaya. Mabinti wanachukuliwa nje ya nchi, hata mikoa pembezoni, wanaletwa kutumikishwa kwenye maeneo ya starehe. Kwa mujibu wa jeshi la polisi hapa Tanzania, sababu zinazochangia biashara haramu ya binadamu ni mahitaji makubwa ya nguvu kazi, kuibuka kwa soko la ngono, kuibuka kwa soko la mahitaji ya viungo vya binadamu kama vile figo, ambapo watu hao wanaosafirishwa kupitia vitendo mbalimbali vya kikatili kama kupigwa, kubakwa, kunyang'anywa hati za kusafiria na kuuzwa kwa waajiri zaidi ya mmoja. Ahmadi Mwadadi, afisa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, anaeleza kuwa serikali ya Tanzania inachukua hatua mbalimbali kukabiliana na tatizo hilo, ikiwa pamoja na kuwajengea uwezo watekelezaji wa sheria na kuanzisha kikosi kazi cha kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Jitihada za serikali katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu zilianza takribani mwaka 2006 pale ambapo iliposaini mkataba wa kimataifa. Hata hivyo, sekretarieti ya kupambana na kuzuia biashara haramu ya binadamu nchini Tanzania kwa kushirikiana na wadau wake imewaokoa wahanga 905 na kufungua kesi 73 zinazowahusu wahalifu 133 wanaofanya biashara hiyo haramu kutoka kesi 13, huku ikiwatia hatiani wahalifu 86 katika kipindi cha kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2024. Kamishna msaidizi mwandamizi wa Jeshi la Polisi Tanzania Nicodemus Katembo anafafanua zaidi. Na wahalifu wanatumia udhaifu wa mazingira wanayoishi watu. Mfano, watu kuwa katika hali ya umaskini, fursa duni za kiuchumi na kadhalika. Nchi ya Tanzania inataja kuwa chanzo na mkondo wa makosa usafirishaji haramu wa binadamu na njia wanaopita watu wanaokwenda kutumikisha katika mataifa jirani kama vile Burundi. Kutokea hapa mkoani Mtwara kusini mwa Tanzania, mimi ni Salma Mkalibala wa DW. Msikilizaji, na ripoti yetu ya mwisho wakati huu ya uchambuzi inasomwa studioni na Suleiman
Mwiru inasema Wapalestina 120 wameuawa kwenye ukanda wa Gaza katika mashambulizi mapya ya ndege za kivita za Israel. Wakati huo shirika la kutetea haki za binadamu linaloungwa mkono na Marekani linasema linatarajiwa kuanza shughuli za kutoa misaada kwa Wapalestina kwenye eneo la Gaza na lilozingirwa ifikapo mwishoni mwa mwezi huu. Karibu Suleiman Mwiru. Asante. Katika tukio hili la ndege za Israel zimelishambulia kwa makombora makali eneo la Deir al-Balah katika ukanda wa Gaza ambalo kwa muda wa miezi miwili iliyopita limekuwa katika hali ngumu ya ukosefu wa mahitaji ya kibinadamu. Israel imesema hatua ya kuzuia misaada kuingia katika ukanda wa Gaza inalenga kuishinikiza Hamas kufikia makubaliano na kuachia mateka wa Israel inaoendelea kuwashikilia. Lakini kundi hilo limesisitiza kwamba kurejeshwa kwa misaada ya kibinadamu katika eneo hilo lililoharibiwa na vita ni hitaji la msingi kwa mazungumzo ya amani. Afisa wa ngazi za juu katika kundi la Hamas, Basim Naim, amesema misaada ya msingi wa chakula na madawa haipaswi kuchukuliwa kama sharti la Israel kwa sababu hizo ni haki za binadamu. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yameonya mara kadhaa dhidi ya wimbi la majanga katika ukanda wa Gaza ambapo ukosefu wa chakula, maji safi na salama, madawa na mafuta havipatikani kwa urahisi. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limesema kwamba hospitali ya kutibu magonjwa saratani, moyo na ambayo ndio imekuwa imebaki ikifanya kazi imesitisha shughuli zake za matibabu kutokana na mashambulizi ya Israel, amesema mtetezi wa Umoja wa Mataifa Francesca Albanese. Akizungumza katika ziara yake huko Mashariki ya Kati, Rais Donald Trump wa Marekani amesema kwa mara nyingine tena kwamba Marekani italichukua na kulidhibiti eneo la Gaza, huku akirejelea kauli zake zenye utata kwamba Marekani italijenga na kuliendeleza upya eneo hilo. And we're looking at Gaza. And we got to get that taken care of. A lot of Trump anasema tunakwenda kutatua baadhi ya changamoto mlizonazo hapa kwa hakika, na tunatazamia kutafuta suluhu ya ukanda wa Gaza kwa sababu watu pale wanakufa kwa njaa. Mambo mabaya kabisa yanaendelea kutokea pale. Kauli hii ya Trump imezua lawama zaidi kutoka kwa Wapalestina na mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu. Jeshi la Israel limesema limefanya mashambulizi hayo kwa kutumia silaha nzito na kwamba litaendelea na operesheni hiyo. Na msikilizaji, ni Suleiman Mwiru. Usiondoke Suleiman, tujiandae na yale ya mitandao ya kijamii, bila shaka uko tayari Msikilizaji, ukisikiliza DW huko sikitu, na nimemwambia Suleiman asiondoke manake kutakuwa na mengi huko. Yapi? Sudi, mchana huko na mengi kama ulivyosema, na tunaanzia huko Tanzania ambapo mbunge wa viti maalum wa CCM Antum Dauhaji amezua gumzo katika mitandao ya kijamii kwa mchana huu kwa kauli yake iliyoitoa bungeni mapema leo kwamba unywaji wa pombe umekithiri kwenye treni ya SGR na kusababisha kero kwa abiria. Mbunge huyo amesema baadhi ya wanywaji wakishatumia pombe sasa wanaanza kupiga kelele na kuleta usumbufu kwa abiria wengine. Kwa hiyo hii ni kauli ambayo Tanzania huko ukipita kwenye mitandao ya kijamii ndo watu wanajadili sana kwamba sasa treni tunayo, usafiri wa uhakika kwenda Dar es Salaam kwenda Dodoma, lakini sasa walevi sasa ndo wako katika na sasa watu wameanza kusumbuliwa, na ametolea wito kwamba swala hilo litazamwe kwa jicho lingine. Sasa maoni mtandaoni, huyu anaitwa Victor anasema na shauri waweke mabehewa ambayo mtu ataruhusiwa kunywa pombe, kwamba liwe eneo maalum la kula monde sasa liko kule na ni pombe. Madirisha yeye anasema pombe mngeiacha tu kwanza jamani, msizungumzie kwa sasa. Huyu anaonekana anaunga mkono. Lakini Joseph Budori anasema kunywa na wewe ndio raha yenyewe. Kwa hiyo anasema kwamba kwa wale baadhi ya abiria ambao wapo katika treni na wenyewe watumie kinywaji ili wawe sawa. Sasa itakuwa ni vurugu bila shaka katika treni. Kwa hiyo hili ndio moja kati ya yale ambayo anavuma. Sasa mimi sijui nitoe mawazo yangu au watu wa unywaji wataniandama mitandaoni. Mimi ninavyofikiri kuwe na utaratibu maalum ambapo kwanza vilevi kutoka nje visiingizwe ndani, kwamba abiria waingie wenyewe kama vyakula na vinywaji vya kawaida. Lakini lingine, kama kuna ulazima ya hivyo viwemo, basi viwe kwa bei maalum ili uzuie uwezekano wa mtu kunywa katika kiwango cha kukera mwenziwe. Ili wazo langu tu. Endelea, una kitu kingine? Kingine ni kuhusiana na mambo ya kandanda. Usiku kwa mkeleo klabu ya soka Barcelona imelitoa taji la ligi kuu nchini Uhispania La Liga baada ya kuwafunga klabu ya Espanyol kwa magoli 2-0. Lakini kinachovuma ni kwamba Barcelona pale kuna kinda mmoja anaitwa Lamine Yamal